Lakini si kila aliyeona ana karama ya kinabii au kipawa hicho. Hata unaweza ukaona maono ya kawaida, kwa sababu Biblia inasema katika Yoeli tulisoma, Yoeli, wana wenu wataota ndoto na wataona maono, na wazee wataota ndoto. Kwa hiyo hali ya kawaida. Tatu, chanzo namba 3 ni mafunuo, maono na ndoto ya kutoka kwa Shetani ambao wamewapoteza watu wengi. Mtu anaota au anaona au anaota amechukua maji akamwekea mgonjwa akapokea uzima, basi imekuwa ndio ibada. Lakini ni Shetani amemwonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Pige Yesu makofi ya kutosha. Kwani siku moja nilikuwa pale nyuma, kuna mama mmoja alikuwa anaumwa kisukari, na mimi mke wangu anamfahamu, atakuwa anamkumbuka. Tukawa tukimwombea kisukari hapa, tunamwombea pole kisukari. Lakini wakati tunaendelea na maombi, nikafunuliwa. Mafunuo yanakuja ndani ya moyo tu, naanza kufikiri kufanya jambo. Nikafikiri kufanya jambo, nikampigia simu yule mama, nikamwambia uje na sukari kidogo. Akabeba sukari yule mama, akaja nayo hapa kanisani. Alipokuja nikamwambia itie kwenye chombo. Baada ya maombi nikamwambia itie kwenye chombo. Akaitia kwenye chombo, nikamwambia weka maji. Ile sukari ikiwekwa maji inayeyuka. Bwana asifiwe. Alafu kisha yeyuka utuite kama ile sukari imeshayeyuka. Kwa hiyo maji yaliyo na sukari na maji ambayo hayana sukari huwezi kuyatofautisha. Alipowaweka nikasema, tangu sasa kisukari kinachokusumbua kwenye maisha yako kiyeyuke kama ilivyoyeyuka ile sukari. Tukamwombea. Akapona na ameenda kwao. Pige Yesu makofi. Hayo ni mafunuo. Tunaweza kuwa tumefunuliwa kufanya kitu hiki, lakini haimaanishi kawa ni desturi ya kanisa kila anayekuja na sukari basi njoo na sukari, weka maji, yeyuka alafu tuombe. Wakati mwingine sasa anasimama Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nisikilize nikwambie, Shetani anaweza kuleta maono ya wazi wazi kabisa kabisa, lakini akawa ni full Shetani. Na ndio maana ndoto, maono na mafunuo ili viweze kufanya kazi kwenye maisha yako lazima virudi vipimo kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona akawa ni Bwana kabisa, lakini tafuta kupima. Kupima maana yake ni nini? Kupima maana yake ni kujihalalishia chanzo kipi kimeleta maono haya, chanzo kipi kimeleta ndoto hii, chanzo kipi kimeleta mafunuo haya. Kwa sababu vipo vyanzo vitatu, lakini chanzo ambacho kitatufaa mno ni chanzo kimoja tu, kutoka kwa Bwana. Ndoto iliyokuja kutoka kwa Bwana inaleta maana. Maono yaliyokuja kutoka kwa Bwana yanaleta maana. Mafunuo ambayo yanaleta Bwana kwako yanaleta maana. Mafunuo atakayoleta Shetani au fahamu wako huwa hayaleti maana sana. Sana sana yatakutesa tu kwenye njia. Kuna takiwa kuwa na uangalizi mkubwa. Unapoota ndoto, kabla hujajua ndoto hii imetoka kwa nani, tafuta namna ya kuipima katika maono, katika neno la Mungu. Sasa labda tutafundishana namna ya kuzipima ndoto, kwa sababu tukifika kwenye tafsiri za ndoto, kama Bwana atatupa hiyo nafasi, ndipo nitakufundisha kuzipima ndoto kupitia maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kifupi ndio nitakwambia, umeoa mke na wewe mtu umeolewa, halafu usingizini unaota unaoa msichana fulani mwingine. Hivi hiyo ndoto ni ndoto ya Bwana au ya Shetani? Ukirudi kwenye neno, namna ya kupima, unasema na waje mke wapi? Kwa hiyo tafsiri, Biblia imesema mtu mke na mtu mume waliumbwa wawili, hakuna watatu. Kunaonaje maono au ndoto ya kuoa mke mwingine?
mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu makofi. Wengine umeota ndoto umeolewa na mke mwanaume mwingine, unasema si unaona Bwana atamuua huyu, iko siku atamuua huyu, amezidi kunitesa. Unaanza kuomba, Bwana timiza ndoto hii, timiza ndoto hii, timiza ndoto hii. Kwani ukurudi kupima kwenye neno hata kama anakutesa? Biblia imesema juu ya Maria kuvumilia. Hakuna nafasi ya Bwana kusema nitamuua huyu ili uolewe na mwingine au mwingine. Kwa inapokuja hadi hiyo tafsiri haraka, ukirudi kwenye Biblia, nimekupa mfano, unagundua tu kwamba hii ndoto hii ni akili zangu na ujinga wangu au imetoka kwa yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maono na ndoto. Mtu anaonyeshwa maono, anakataa meza ya Bwana ni kitu ambacho ni kama haramu kwenye kanisa, anayechukua anayaishi. Angerudi kupima kwenye neno, angegundua kwamba ni agizo la Bwana na ni lazima mambo haya yatendeke kwa ajili ya ukumbusho wa Bwana. Angerudi kwenye neno, akigundua kwamba hayo mambo yalifanyika hata na mitume. Kupima ndoto, maono na mafunuo, wakati mwingine tunapata mifano halisi ya wenzetu waliota nini, au hiki unachokiota, je, wenzetu walikiishije? Ndio maana uweze kupima neno la Mungu na maono. Neno la Mungu limeshakamilika, ndoto haijakamilika. Maono, mafunuo, vipo vyanzo vinavyoweza kuileta kwako. Bwana akupe neema kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Pige Yesu makofi ya kutosha kama unaelewa. Haleluya, haleluya. Mazingira gani mtu anaweza akafunuliwa? Sasa tumetoka kwenye maono, sasa tunaenda kwenye mafunuo. Mazingira gani mtu anaweza akafunuliwa? Nimekuambia vitu vyote hivi vitatu ni mafunuo. Ningekuwa na jina la kukipa hiki cha tatu ili kitofautiane nilikipa, lakini tunaona Bwana ametamka juu ya kufunuliwa. Hata tuliposoma tunaona Biblia, Yesu anasema si damu wala nyama, ila ni Baba wa mbinguni amewafunulia haya. Sasa mazingira gani? Tusome Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 19. Tutaenda mpaka 34, lakini ni parefu. Natamani tutasoma, lakini mstari wa 29 nitatamani tuusome vizuri zaidi na kuendelea. Hebu tuanze mstari wa 19, Injili ya Yohana. Mazingira gani unaweza kufunuliwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukishasoma utaelewa. Yohana 1:19. Ndio. Na huu ndio ushuhuda wake. Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe unani? Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? U Elia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, nyosheni njia ya Bwana, kama vile ilivyonenwa na nabii Isaya. Nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Soma kuanzia mstari wa 29 sasa. Mstari wa 29 nimesoma. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, wala mimi sikumjua, lakini kusudi azihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikabatiza kwa maji. Panatosha, wewe utasoma mpaka 34 huko baadaye. Lakini nataka uangalie kwanza, turudi kidogo kwenye historia. Ili ile historia ikusaidie. Mama yake Yesu na mama yake Yohana walikuwa ni watu wa karibu. Wangapi wanafahamu hicho kitu? Walikuwa ni watu wa karibu.
wengine ni marafiki au ni jamaa moja, ni watu ambao walikuwa wanatembeleana, ni watu ambao inawezekana walikuwa wanapeana vitu, wanasalimiana. Tunaona maandiko, wewe unayesoma Biblia unajua kwamba Elizabeth alienda kwa mamake Yohana akaambiwa vitu fulani, tunajua kwa ajili ya muda hatutasoma, lakini nataka ujue tu kwamba hawa walikuwa ni marafiki au ni jamaa au ndugu, watu wa mahali wanaweza kutembelea. Kwa maana hiyo, la pili, kuzaliwa kwa Yohana na kuzaliwa kwa Yesu walipishana miezi kidogo. Nataka turudi kwenye historia ili uelewe ninachomaanisha. Walipishana kidogo tu, ni miezi kadhaa. Hilo ni mujibu wa maandiko wala sio unabii. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mujibu wa maandiko wala sio unabii. Kwa hiyo hatupepesi macho, ni uhalisi, ni watu waliozaliwa katika rika moja. Hawakupishana mwaka au kuisha, ni miezi kidogo tu. Kwa maana hiyo, kama walipishana miezi kidogo na wazazi wao wanafahamiana, maana yake inaweza kuwa walicheza pamoja. Si unanielewa ninachomaanisha? Maana yake inawezekana walikuwa wanatembeleana. Inawezekana Yohana alikuwa anamjua huyu Yesu na Yesu alikuwa anamjua huyu Yohana, lakini kilichokuwa kimefichika, hakuwa Yohana amefunuliwa Yesu ni nani. Nataka nikueleze mafunuo na mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Yohana alimuona Yesu kwenye maono, ndoto. Alijua yuko mtu atakuja naye atawasaidia watu, atawachukua dhambi zao. Yohana anaanza misheni ya kubatiza, anafahamu kwamba anabatiza kwa maji, lakini atakuwepo atakayekuja atabatiza kwa Roho na kwa moto. Yupo, lakini ni nani? Anacheza naye, anakula naye, lakini hajafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanielewa. Lakini siku ambayo alienda Yesu akabatizwa, Biblia inasema Yohana akasema, huyu ndiye yule niliyenena habari zake kule. Maana yake anafunuliwa kwamba kumbe ni huyu. Yohana anamuona Yesu na Yesu anamuona Yohana, lakini hawakuwa wanajuana mishe. Ila ninaamini Yesu alikuwa anamjua Yohana, kwa maana Yesu alikuwa Mungu. Pigie Yesu makofi ya kutosha. Kwa namna ya mafunuo ndio inakuwa hivyo. Unaweza ukamwona mtu mkaishi na tembea, lakini Bwana hajakufunulia huyu ni nani. Siku atakayofunulia, yale sio maono, ile sio ndoto, mazingira ndio yanayotamka kwamba haya ni mafunuo. Kwa nini? Utajikuta tu ghafla unasema, kumbe yule jamaa wa juzi niliyekuwa namtazama, kumbe ni huyu. Hayo ni mafunuo, sio ndoto wala sio maono. Shangilie Yesu kwa makofi ya kutosha. Watafsiri wengi wanatafsiri ndoto na maono, lakini kwenye mafunuo kuna changamoto kidogo, kwa maana ni vitu vinavyokaribiana mno, lakini ni tofauti. Ni njia zote tatu ambazo Mungu anaweza kuzitumia, lakini zina namna yake kulingana na mazingira. Sasa angalia mazingira ya Yohana. Yohana alikuwa kwenye misheni ya kubatiza. Maana yake mafunuo huwezi ukafunulia ukiwa umelala, hiyo ni ndoto. Ila mafunuo huwa yanakuja katika hali ya kutafakari. Sikiliza nikwambie, tofauti na maono. Maono utaona waziwazi, mafunuo ni vitu vinavyoingia mtu wa ndani, anazungumza, unashangaa, unaambiwa, kumbe kiko hivi, ufahamu unatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Shangilie Yesu kwa makofi. Kwa maana Yesu, kwa maana Yohana alikuwa anabatiza, lakini alipokuja ndio akili kaanza kufanya kazi. Yule niliyenena habari zake, Yohana alisikia sauti, Yohana aliona maono, ila